أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tumo katika masiku matukufu ya mwezi wa Dhulhijja, na hii ni Ijumaa tukufu ndani ya masiku matukufu ya 10 ya Dhulhijja. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kututakabalia amali zetu, aweze kututakabalia dua zetu. Ndugu zangu Waislamu, ibada ya haji ni ibada ambayo inazungumzia familia ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Nabii Ibrahim alayhi salam pamoja na familia yake, wao ndio waliasisi ibada yote hii ya haji, ambaye mahujaji leo wapo katika viwanja nchini Saudi Arabia, katika mji wa Makka, wakitekeleza ibada ambayo iliasisiwa na Ibrahim alayhi salam. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an alimsifu Nabii Ibrahim alayhi salam kwa kusema, inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahimu alikuwa ni umma, kwa maana ya yeye na familia yake. Na wanachuoni wanasema katika mafunzo tunayoyapata katika historia ya Nabii Ibrahim alayhi salam na familia yake, tunapata mafunzo ya al-yaqin, kuwa na yaqini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqini, ndugu zangu Waislamu, ni daraja ya juu kabisa ya imani, na wanachuoni wanasema yaqini ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala katika kila hatua ya maisha yako, unamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na yaqini maana yake ni kuwa na uhakika kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakusimamia kila jambo katika maisha yako. Kila ambacho kinakupitia wewe, basi unatakiwa kuwa na yaqini kwamba jambo hilo limetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii kwa wepesi kabisa ndio maana ya yaqini. Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya anasema, alipoelezea maana ya yaqini, akasema, wa manzilatul yaqini min al-iman, nafasi ya yaqini katika iman, bimanzilati ruhi min al-jasad, ni sawasawa na sehemu ya roho katika mwili, kwamba mwili unapokosa roho, basi mwili ule unakuwa hauna uhai. Hali kadhalika imani yako inapokosa yaqini ya kuwa na uhakika kabisa ya kwamba msimamiaji wa mambo yako yote ni Allah subhanahu wa ta'ala, imani yako vile vile inakuwa haina uhai. Kwa hiyo mafunzo tunayoyapata katika haji na mafunzo tunayoyapata kwa kisa cha Ibrahimu alayhi salam na familia yake ni kutujenga sisi tukawa na yaqini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, ibada ya Safa na Marwa ambayo ni nguzo katika nguzo za haji, mtu yeyote atakayekwenda haji au akaenda umra, asipofanya ibada hii ya Safa na Marwa, ibada yake hiyo inahesabika kwamba imebatilika. Ni ibada na ni nguzo na ni ibada muhimu. Safa na Marwa ni darsa la yaqini ambalo tulifundishwa na mama yetu Hajara alayha salam. Ibrahimu alayhi salam aliamrishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aichukue familia yake. Wakati huo alikuwa na mke wake Hajar na Sara, akamwacha Sara Sham, na akaamrishwa amchukue Hajara akiwa na mtoto mdogo aende katika sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha. Ibrahim akaipeleka familia yake katikati ya jangwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuonyesha, na akaitengenezea hema,
akawekea chakula ambaye ilikuwa ni tende, maji. Kisha Ibrahim akaagizwa tena na Allah subhanahu wa ta'ala arudi kwenda Sham, katika muda mfupi sana ambao alikaa katika jangwa lile, akimwacha mkewe binti mdogo kabisa Hajar alayhi salam akiwa na mtoto mchanga ambaye ni Ismail alayhi salam, katikati ya jangwa ambalo halina mimea, halina binadamu, hakuna aina yoyote ya uhai katika jangwa lile, wala hakuna watu wanaoishi katika sehemu hiyo. Ilikuwa ni mtihani mzito sana kwa Ibrahim na familia yake, lakini kwa sababu ni maagizo na ni maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hayana budi kutekelezwa. Ibrahim akachukua ngamia wake akaanza kuondoka, lakini mkewe ambaye alikuwa ni binti mdogo akawa anamfuata huku akimwambia, ya Ibrahim, aina tadhhab watatrukuna bihadha alwadi, ewe Ibrahim, unakwenda wapi? Unatuachaje sisi katika jangwa hili? Alladhi laysa fihi insun wala shay'in, jangwa ambalo halina mwanadamu wala halina kitu chochote. Huku ameshika hatamu ya ngamia ya mume wake akitaka apate majibu. Alitembea zaidi ya kilomita 12. Kwa watu waliokwenda umra wameonyeshwa masafa aliyotembea Hajara kutoka alipoachwa na Ibrahim mpaka alipojibiwa na mume wake ni kilomita 12. Lakini Ibrahimu alikuwa hamjibu kwa sababu hana jibu la kumkinaisha, ni maagizo aliyopewa na Mwenyezi Mungu, mpaka yule mama au Hajar akamrahisishia majibu kwa kumuuliza, Allahu amaraka bihadha, haya unayoyafanya ya kututelekeza sisi katikati ya jangwa ambalo hakuna mwanadamu, hakuna maji, hakuna uhai, hakuna kiumbe, ni maagizo na maamrisho ya Mwenyezi Mungu? Ibrahimu alayhi salam amejawa na vitu katika kifua chake kiasi cha kwamba hawezi kutamka, akaashiria kwa kichwa kumwambia, naam, haya ni maagizo ya Mwenyezi Mungu. Hajara baada ya kuona mume wake ameitikia kwamba hayo ni maagizo ya Mwenyezi Mungu, akasema, idhan la yudayyuna, kama hivyo ndivyo basi Mwenyezi Mungu hawezi kutupoteza, Mwenyezi Mungu hawezi kututelekeza, atatuangalia. Hii ndio yaqini ya mama Hajara ya kutambua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo. Mwenyezi Mungu ni msimamiaji na msimamizi wa mambo yake, na hata siku moja hawezi kumtelekeza yeye na mtoto wake bila ya kumtafutia ufumbuzi wa tatizo lao. Thumma rajat, kisha akarudi. Lakini Ibrahimu alayhi salam ulikuwa ni mtihani mzito vile vile. Kumbuka, huyu ni mtoto wake aliyomzaa uzeeni, na kwa wakati huo ndio mtoto pekee ambaye anamtarajia aje amrithi, lakini leo anamtelekeza katikati ya jangwa ambalo uhakika wa uhai haupo. Haukuwa ni mtihani mwepesi. Ibrahim baada ya kuona mke wake amerudi na amefika sehemu yuko peke yake, hakuna mtu anamuona, akanyanyua mikono juu akasema, Rabbana, ewe Mola wetu, inni askantu min dhurriyati, mimi nimekiweka kizazi changu, biwadin ghairi dhi zar'in, katika bonde ambalo halina mimea, inda baitika almuharram, katika nyumba yako tukufu. Rabbana, ewe Mola wetu, liqimu salata, ili waweze kusimamisha swala, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, elekeza nyoyo za watu zielekee familia yangu, warzuqhum minath thamarat, na uwaruzuku katika matunda mbalimbali, la'allahum yashkurun, ili waweze kukushukuru ewe Mwenyezi Mungu. Subhanallah, hii ndio dua ambayo Ibrahimu alayhi salam alimkimbilia Mwenyezi Mungu kwa dua hiyo, kwamba Mwenyezi Mungu umeniagiza na mimi sina naweza kulifanya lolote lile isipokuwa kwa msaada wako, na ikabidhi familia yangu kwako, uwaruzuku matunda, ufanye watu waende kuishi nao waweze kufanya ibada, na tengeneza yani usalama katika familia yangu. Kwa Ibrahimu alayhi salam alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua hiyo.
Baada ya Hajara kukaa kwa muda, akiba ya chakula imeisha, maji yamemalizika, hawezi kumnyonyesha mtoto wake kwa sababu matiti yake hayana maziwa tena. Kwa hiyo alama zote za kifo ziko mbele yake. Atafanya nini? Anaelewa kweli Mwenyezi Mungu hawezi kumwacha, lakini hawezi kukaa tu, ni lazima afanye asbabu za kutafuta uhai. Alichokifanya, akawa anakimbia kutoka katika mlima wa Safa, anakwenda Marwa, anarudi Safa, anakwenda Marwa. Ni kilima kirefu, mlima na mlima, katikati kuna bonde. Kwa mtu aliyokwenda haji na umra anafahamu. Sasa hivi imewekwa tiles, imewekwa IC, huwezi kuhisi, lakini wakati huo ulikuwa ni mawe meusi, tena mawe yenye kukata, na mlima ulikuwa ni mkali zaidi. Kwa hiyo anapanda juu ya mlima, aangalie kama kuna watu wanapita, kama kuna ndege, kama kuna maji. Akiona hakuna, anarudi tena. Kwa hiyo kakimbia mara 7, mpaka mara ya 7 ikawa miguu yake imechanika chanika na mawe, nguvu zimemwishia, hana uwezo tena wa kufanya kitu chochote. Ndio akakaa na kumlilia na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumnusuru katika hali aliyokuwa nayo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamtuma malaika Jibril alayhi salam, akaenda akapiga ubao wake katika mguu wa Ismail, na pale likachimbuka kisima cha Zamzam ambacho tangu wakati huo mpaka leo kipo, moja katika miujiza mikubwa sana katika dini tukufu ya Kiislamu. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akateremsha Qur'ani itakayosomwa mpaka siku ya Kiyama, na ibada ya kutukuza yaqini hii aliyokuwa nayo huyu mama. Mwenyezi Mungu anasema, inna safa wal marwata, hakika Safa na Marwa, hii milima miwili, min sha'airillah, ni katika alama za kumtambua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Faman hajja albayta au i'tamara, yeyote yule atakayehiji katika nyumba takatifu au akafanya umra, fala junaha alayhi an yatawafa bihima, basi ni juu yake kufanya tawafu, juu yake kufanya tawafu katika Safa na Marwa. Waman tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim, na yeyote atakayejitolea zaidi ya hapo, basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kushukuru na mwenye kutambua kile ambacho amekitolea. Ndugu zangu, familia ya Ibrahim ilifanikiwa kushinda katika mtihani huu mzito kwa sababu ya kuwa na yaqini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hajar alikuwa ni mwanamke mwenye imani na mwenye yaqini ya kumtambua na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ndugu zangu, familia nyingi zinavunjika kwa sababu nyepesi kabisa, kwa sababu hatuna yaqini na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ndoa zinavunjika kwa sababu ya kipato. Kipato kikipungua tu nyumbani, basi wewe na mke wako hamuelewani. Utafikiri kwamba wewe ndio unayetengeneza riziki. Hali imebadilika, na yaqini ya kutambua uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala na kwamba Mwenyezi Mungu ndio Razzaq haipo tena. Leo ndoa nyingi zinavunjika kwa mume kuhamishwa tu. Kihamishwa kutoka mkoa mzuri wenye neema, akapelekwa kufanya kazi huko kando kando kabisa ya nchi, mke wake anadai talaka, siwezi kwenda kuishi kule. Kwa nini? Kwa sababu hana yaqini, haelewi. Lakini Hajara anatoa funzo kwa wanawake wote wa Kiislamu juu ya subra, uvumilivu, utiifu kwa mume wake, lakini vile vile kuwa na yaqini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtihani wa pili, ndugu zangu Waislamu, wa yaqini ya familia ya Ibrahim alayhi salam ni baada ya Ismail kuwa kijana. Sasa hivi anamsaidia baba yake katika kazi mbalimbali. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamwamrisha Ibrahim amchinje mtoto wake. Mwenyezi Mungu anasema, falamma balagha ma'ahu sa'i, alipofikia umri Ismail wa kutembea na kufanya kazi na baba yake, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk, Ibrahim akamwambia, kijana wangu, mimi naonyeshwa kila siku katika usingizi, naonyeshwa kila siku katika usingizi, anni adhbahuka, kwamba mimi nakuchinja. Fandhur madha tara, angalia swala hili unanishauri nini? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin. Ismail akamwambia, baba yangu mpenzi, fanya uliloamrishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, utanikuta mimi ni katika wenye kusubiri. Wafadainahu bidhibhin adhim, baada ya kushinda mtihani huo, Mwenyezi Mungu anasema tukampa badala ya kumchinja mtoto wake, tukampa kichinjo kilichokuwa kitukufu, nacho ni kichinjo cha kondoo. Kwa ibada hii tulionayo ndugu zangu katika masiku haya ya Hajj ni ibada ambayo inatufundisha yaqeen kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.
ni ibada ambayo inatufundisha utiifu. Ibrahim alayhi salam anatufundisha utiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hajar anatufundisha utiifu kwa mume wake, lakini Ismail alayhi salam anatufundisha utiifu kwa wazazi wake au kwa baba yake ambaye alimwamrisha na yeye hakukataa na akamtii. Na ndio maana familia hii ikaitwa kanat umma, imekuwa ni umma kwa watu kwa sababu ni familia ya mfano ambayo imekuja kwa ajili ya kuwekeza tauhidi katika mgongo wa ardhi, lakini kutoa mafundisho matukufu ambayo yanafanyika katika ibada ya hija. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Ndugu zangu Waislamu, mbele yetu kuna mambo matatu muhimu ambayo ni vyema tukayafahamu. Jambo la kwanza, kuna siku ya Arafa. Siku ya Arafa ni siku bora kabisa katika siku za mwaka, na wanachuoni wanasema ubora wa masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja unatokana na uwepo wa siku ya Arafa, siku ambayo mahujaji watakusanyika katika viwanja vya Arafa kwa ajili ya kufanya ibada mbalimbali, lakini ibada kubwa ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni siku ambayo ndugu yangu Muislamu usiipoteze, na alhamdulillah mwaka huu tumeanza pamoja tarehe ya Dhulhijja, na Arafa itakuwa ni moja na Eid vile vile itakuwa ni moja. Kwa hiyo ni jambo la kheri la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mambo yanatakiwa kufanywa katika siku ya Arafa, ndugu yangu Muislamu, ya kwanza ni kufunga. Kama ulikuwa hujafunga katika masiku haya, basi hakikisha Arafa ambayo itakuwa ni tarehe 9, ndugu yangu Muislamu, usikose kufunga, kwa sababu fadhila zake ni kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, siyamun yaumu Arafa, kufunga siku ya Arafa, ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sana allati qablahu, natarajia kwa Mwenyezi Mungu atakayefunga atasamehewa mwaka uliopita, wasanati allati ba'dahu, na mwaka unaokuja. Mtu atasamehewa miaka miwili madhambi yake aliyoyafanya kwa kufunga siku moja tu, masaa 12 kuanzia asubuhi mpaka maghrib. Kwa hii ni fadhila kubwa sana ambayo inapatikana katika siku hii ya Arafa. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajisifu kwa viumbe wake walioko mbinguni na kuwaonyesha jinsi gani ambavyo viumbe wake waliopo ardhini wanamlilia na kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa dua mbalimbali. Siku hii ndugu yangu Muislam, kithirisha sana kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ndio siku bora ya kuomba dua, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, khairu duai duau yaum Arafa, dua iliyokuwa bora kabisa ni dua ambayo mtu anaiomba siku ya Arafa. Shida zako zote ulizonazo ambazo zimekosa ufumbuzi, iwe ni za maradhi, iwe ni za riziki, iwe ni familia, iwe ni watoto, iwe unayoijua, almuhimu ni shida inayokusumbua, basi hakikisha unapata nafasi ya kumwomba na kumlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala katika siku hiyo. Jitahidi kadri ya uwezo wako kupunguza kazi nyingi unazozifanya. Jaribu kadri ya uwezo wako kutafuta kona msikitini au nyumbani au kazini ulipo, upate muda wa kuleta adhkar na kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo mahujaji wanafanya. Na wewe ukiwa umefunga, fanya hivyo hivyo, na hii ni mujarrab, na dua zako zitapokelewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili ambalo liko mbele yetu ndugu zangu Waislamu ni swala ya Eid na kuchinja. Kuchinja ni sunna muakkada, sunna iliyokokotezwa, bali madhhab ya Imam Abu Hanifa inasema ni wajib, lakini jumhurul ulama wanasema ni sunna muakkada kuchinja. Na hii kuchinja imetokana na kile kichinjo ambacho alikombolewa nacho Ismail alayhi salam, badala ya kumchinja mtoto wake akapewa kondoo. Na sisi vile vile tuigize mila hii ya Nabii Ibrahim alayhi salam, tunachinja mbuzi, kondoo, ng'ombe na ngamia kwa mujibu wa hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo zina sifa na vigezo. Mbuzi, kondoo, ng'ombe na ngamia. Ngamia awe na miaka 5. Mara nyingi si tuchinji ngamia, tunachinja kuanzia ng'ombe, mbuzi na kondoo, lakini kama yupo anayechinja ngamia, basi hakikisha kwamba anachinja ngamia mwenye umri wa miaka 5. Ng'ombe awe na miaka 2, mbuzi mwaka 1 na kondoo miezi 6. Hizi ndio wanyama wanatakiwa kuchinja udhiya, sio kuku. Kama unachinja kuku, hiyo ni kwa ajili ya familia yako, lakini haingii katika ibada ya udhiya.
Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man dhabaha qabla salati, atakayechinja mnyama wake kabla ya swala ya Idi, fa innama yadhbahu li nafsi, hicho ni chakula chake yeye mwenyewe. Wa man dhabaha ba'da as-salah, na yule ambaye atakayechinja baada ya kuswali, tamma nusukuhu wa asaba sunna, ibada yake itapokelewa na mtu huyo atakuwa amepata sunna. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.